Kwako Mwanzo. Asante sana Samamani. Bila shaka baada ya kusikia taarifa hiyo kutoka kwa waziri mwenyewe, ambaye kama ada huwa baada ya kupeana bajeti huwa anakuja anazungumza na wanahabari na vile vile anaulizwa maswali. Hivi sasa basi naungana na katibu katika wizara ya vijana Afrikini Jacobs. Karibu sana mheshimiwa, labda habari ya leo? Nashukuru sana bwana Mwanzo. Asante sana kwa kuwa nasi hapa. Labda kwa manufaa ya mtazamaji, labda vijana wamefaidika na nini? Nafikiri kwanza kabisa nichukue fursa hii adimu nimshukuru sana waziri kwa sababu ya umakinifu na utaratibu ambao amekuwa nao katika kuwasilisha makadirio ya bajeti. Na niseme kwanza kabisa, nafikiri kitu cha msingi ambacho kimezungumzika leo ni kutoa taarifa ambayo inaleta uwazi katika mchakato wa bajeti. Kwa sababu mara nyingi, kwa sababu swala hili huwa nzito sana kwa ufahamu wa kila mtu, mara nyingi sana huwa iko na habari potoshi nyingi, hasa ambazo zinaelekeza vijana kwa njia ambazo sizo. Na kila ambacho nimeona hapa, kwanza nimeona kwamba waziri amejikita sana katika ufafanuzi wa hali halisi, mstari baada ya mstari wa bajeti nzima. Kwa hivyo kwanza kabisa mimi nataka nimshukuru sana waziri kwa hatua hiyo. Angalau vijana wa taifa la Kenya, ama kama kulikuwa na mtu yoyote angetizamia kwamba vijana wangepata habari potoshi, na watumie hiyo kwa manufaa yao, kwamba hapa wamepata jawabu sahihi. Pili, kama katibu ambaye inasimamia idara ya vijana na uchumi bunifu, nataka pia vile vile nishukuru kwamba angalau sekta hii imepata mgao mkubwa 112 billion, ambayo of course tunashare na wale sector partners wetu, watu wa agenda. Lakini nimeona hapo kuna pesa ya vijana wa NYS, kuna pesa ya vijana ya empowerment ile ya Nyota, karibia bilioni 3 zimetajwa hapa pia vile vile kuna pesa ya kusaidia vijana katika uchumi bunifu. Na mimi niseme kwamba sekta hii ya uchumi bunifu tumekuwa tukisukuma muda mrefu sana. Ikiwa katika majengo haya ya bunge kuna kadirio ya bill ya Creative Economy 2026, na naamini kwamba kwa kuwa sasa hivi tumepata mgao, inamaanisha kutuko na tayari wa kuinua sekta hii ya uchumi bunifu zaidi na zaidi. Kwa kijana ambaye yuko mtaani hivi sasa, labda ameishiwa na matumaini, labda ajue afanye nini, labda ategemee nini? Nafikiri tukizungumzia vijana, kuwawezesha vijana upande wa kibiashara limezungumzwa. Kuwawezesha vijana katika utafiti wa nyanza za kiuchumi, pia vile vile chini ya ile State Department ya industrialization pia vile vile umetajwa. Mradi wa KJET ambao unasaidia vijana kupata biashara kujiendeleza, pia vile vile umepata mgao. Kwa hivyo saa hii si wakati wa kijana kuvunjika moyo, ni wakati wa kijana kujitokeza kimasomaso. Pia nikiangalia digital economy, upande ambao vijana wengi wamejiingiza sana kule katika kujiendeleza kiuchumi, umepata mgao mkubwa zaidi ambao naamini utaenda kuweka msingi mzuri wa kuwasaidia vijana kuzidi kujiendeleza maishani. Asante sana. Mheshimiwa, huyo ni katibu katika wizara ya vijana. Hivi sasa pia naye mheshimiwa